So ndugu yangu, vitu tutakavyokuambia hapa, vitu hivi inabidi uachane navyo katika mwaka wa 2026 ili maisha yako yabadilike kabisa. Hichi kitu nakwambia na ukisikilize kwa makini, ili maisha yako yabadilike kabisa, mfumo wa maisha yako badilike. Cha kwanza, nisikilize, cha kwanza, achana na aibu. Unataka maisha yako yabadilike mwaka unaokuja, mwaka wa 2026, achana na aibu. Aibu na kurudisha nyuma sana. Kuna watu ambao utakuta ana uwezo wa kuimba, ana uwezo wa kuhamasisha watu wengine, lakini anakuwa na aibu kwa sababu ya kusema nikifanya hivi nitaonekanaje mimi? Nikifanya hivi mchungaji atanionaje? Achana nayo aibu, itakurudisha nyuma na itakuweka tofauti sana na njia ya mafanikio yako. Na ukikaa hivyo hivyo mwaka unakuja, ndugu yangu, utaishia hapo hapo. Wewe ndio utakuwa one day yes, one day yes, one day yes. Kaa hivyo hivyo. Kitu cha pili nitakachokuambia, kitu cha pili cha wewe kuachana nacho katika mwaka unaokuja, kusoma. Unakuta mtu mmoja unasomea ujuzi zaidi ya maujuzi zaidi ya 5, zaidi ya 2, zaidi ya 3, zaidi ya 4. Wewe mtu mmoja, wewe mwenyewe umeenda kusomea mambo ya contact, umesomea mambo ya business, umesomea mambo ya siasa, na vyote ulivyosomea hakuna hata kimoja unachokuchukulia hatua. Ndugu yangu, huo ndo tunasemaga ni ulaji usiokuwa na faida katika ulimwengu. Wewe ni mlaji. Yaani kila kitu unatamani ule. Kila kitu unatamani ule. Hicho kitu nakwambia achana nacho. Kusomea vitu vingi afu uchukui hatua kwa kitu hata kimoja, huo ni ulaji usiokuwa na faida. Achana nao ukitaka kufanikishe mwaka wa 2026. Nisikilize kwa makini. Okay? Cha tatu tutakuachana nacho. Watu wasiokuwa na faida. Grupu zisizokuwa na faida. Kufanya vitu visivyokuwa na faida. Kuna watu hapo kwenye magrupu. Wapo kwenye magrupu. Grupu za mpira, grupu sijui za nini, vitu vingi, lakini kwenye magrupu hakuna elimu yoyote unayoiongeza tofauti na kutoa hela. Hakuna elimu yoyote unayoiongeza katika maisha tofauti na kutoa hela. Watu hata wewe ndugu vipi ambaye anakupa ushauri ambao sio mzuri, ambao ukikaa naye kwenye mindset yako kuongezeka chochote kile tofauti na kupunguza confidence yako na kufanya vitu vingine, achana navyo. Vitu visivyokuwa vya lazima. Wewe ni kufanya kuamka asubuhi, ni kuchukua simu, unaingia bila kujifunza chochote, bila kwanza hata kuomba uombe. Unaingia kwenye mtandao Facebook, unakaa baada masaa 5 kwa Facebook, bro. Sister, why? Achana na hivyo vitu. Cha 4, raha nyepesi. Achana na raha nyepesi tena udilia. Raha nyepesi kiaje hadi niseme raha nyepesi. Utakuta mwanaume, mwanamke, wewe ndo akunywa pombe. Hiyo ni raha nyepesi. Naitaga raha nyepesi kwa sababu ni kitu cha ushawishi, yani kinashawishi tu namna fulani, yani unajisikia eti ninyo na kunywa pombe. Unasikia? Mahusiano yasiyokuwa lazima. Kiaje? Utakuta mimi ni mwanaume na demu, sijawahi kumnunulia mama yangu kitenge wala nguo yoyote hata kiato, lakini naenda kumnunulia mwanamke gari. Kwa Marekani hii, kwa kazi unazofanya wewe, mwanamke gari, bro. Achana na hizo raha nyepesi. Kwa mwanamke umeolewa, mwanaume anachill yupo tu down chini hapo anatulia, wewe unakaa kulipia rent. I say hizo ni raha nyepesi. Achana nazo kabisa. Tena udilia, achana nazo kabisa, raha nyepesi. Kingine, kuona picha zisizokuwa za faida kwenye simu yako, unaweka video zisizokuwa na faida, video za utupu. Hizo ndo zinaharibu hadi kiroho kabisa. Hizo zinakuharibu hadi kiroho. Utaharibika hadi utashangaa. Ukiingia kwenye account yako Facebook, Instagram, TikTok, ile tu kibonyeza kuingia ni video za ajabu, ndo unakuta picha za ajabu kwa sababu ndo ulipojiunga huko, ndo maeneo yako ambayo unapendeaga sana kuangalia. Kingine, kupiga masturbation. Hiyo sasa, yani hiyo ndo inaharibu kisaikolojia. Yani inaharibu kabisa, hata uwezo wako wa kufikiria mambo makubwa hawezi kuwepo katika maisha yako. Masturbation, kupiga ndefu, masturbation, hiyo achana nayo bado mapema. Ifikapo mwaka unaokuja, ukiachana hivi vitu ninavyokuambia hapa, ndugu yangu, njia yako utaiona nyepesi. Utaona njia inakuwa nzuri. Na katika maisha usitegemee kitu kikubwa, kuwa na kitu kikubwa. Angali hapa down, hapa mwanzo, ujianzana na hatua zile ndogo kama zipi. Jizoeze kwanza, kupiga zoezi. Jizoeze mwenyewe, ukiamka usishike simu, homba. Fanya mambo yaliyokuwa lazima. Tabia utakayojenga sasa hivi ndio itakuwa mafanikio kesho. Ndio hatua ndogo utakazozianza hapa wewe, kesho utakupa mafanikio makubwa. Usipende kuwa tajiri wakati bado una vialiali ambavyo sio vizuri hapo katikati.